Najua umechoka, najua umekata tamaa, najua maumivu ambayo yako ndani ya moyo wako, na pengine mpaka sasa hivi ulipofikia unaona nimefika mwisho, natamani hii ndoa niivunje tu, sitaki kuendelea na hii ndoa. Lakini naomba usikilize hii video kabla hujaamua maamuzi ya kuvunja ndoa yako. Sikiliza hii video mpaka mwisho. Pengine kuna namna itakuinua, pengine kuna namna itakuponya, pengine kuna namna ambavyo itafanya wewe uwe na subira kidogo kabla ya kuamua kuivunja hiyo ndoa. Katika maisha ya ndoa watu huwa wanapitia vipindi vinne. Sio lazima iwe kila ndoa, sijasema zote, lakini ndoa nyingi huwa zinapitia hizi hatua 4. Lakini cha kushangaza, watu wengi huwa wanavunja ndoa yao hatua ya 3. Wakati hii hatua ya 3 mtu akiivuka kwenda hatua ya 4, pale huwa anazaa ndoa imara, ndoa bora, na ndoa ambayo itadumu na haiwezi kuangushwa kwa namna yoyote. Hatua ya kwanza katika ndoa ni hatua ya mahaba motomoto. Hatua ya watu hisia zenu kuwa juu, wewe unampenda mumeo, mumeo anakupenda wewe, mnapendana, mnaheshimiana, yani mnaona nyinyi mna bahati. Hatua ya kwanza, akili huwa inajaribu kutudanganya kwamba haya ndio maisha ya ndoa hasa. Mtu unajisahau, unaona kama mimi napendwa, mimi hii dunia sijui nilichelewa wapi. Watu wanaanza kuona kama mbona nilikuwa naona ndoa wanasema ni mbaya, nilichelewa wapi. Mtu anaona anafurahia sana maisha ya ndoa. Hiki kipindi cha mwanzo huwa kinaendeshwa sana na mihemko na hisia kati yenu. Upendo huwa bado haujaanza kuonekana. Cha ajabu ndio iko hivyo. Hatua ya kwanza hapa kwenye ndoa watu wengi huwa wanaendeshwa na mihemko na hisia ambazo wanazo kati yao. Hiki kipindi kinaweza kudumu kwa miezi 6 au mwaka kabisa. Wako watu ambao wanakifaidi kwa muda. Baada ya hapo huwa tunavuka kwenda hatua ya pili. Sasa hii hatua ya pili ndio balaa, kwa sababu hatua ya pili hapa ndio panapoanzia matatizo, kwa sababu hapa sasa watu maski zao huwa zinavuka. Yani kama alikuwa amevaa kinyago kinavuka, sasa kila mtu anaanza kumjua mwenzie vizuri. Pale mwanzoni huwezi kuzijua tabia za mwenzio vizuri, kwa sababu bado huwa anakuwa kwenye hatua ya kuficha mabaya yake ili muenjoy ule upendo ambao uko pale mwanzoni. Lakini hatua ya pili watu huwa hawawezi kuendelea kujificha tena. Tabia zao zinaanza kujidhihirisha. Wewe unaanza kumfahamu mwenza wako anaanza kukufahamu wewe, wewe unaanza kumfahamu mume wako tabia zake zote, na wewe mwanaume unaanza kumfahamu mwanamke, kumbe yuko hivi na hivi. Na wewe mwanamke unaanza kumfahamu, kumbe yuko hivi na hivi. Hapo ndio watu wanapoanza kujilaumu, au nilikurupuka kuolewa na huyu mtu, au nilikurupuka kumwoa huyu mwanamke. Hii inakueje? Yani mtu anaanza kuona kama nilijichanganya kuoa huyu mwanamke. Hatua ya pili, kila mtu anaanza kumfahamu mwenzie tabia zake. Hakuna anayeendelea kuficha tena tabia zake, na hapa ndipo jinamizi la matatizo huanzia kwenda kwenye hatua ya 3. Hatua ya 3 sasa, hii ndio hatua ya maugomvi sasa ndani ya ndoa. Hatua ambayo kila mtu anatamani kuonekana yeye ndio yuko sahihi. Kila mtu anatamani kumbadilisha mwenzie kwa namna yoyote. Kila mtu anaona mwenzie kwa nini yuko hivi. Kila mtu anapiga kelele na mwenzie kwenye tabia zile zile ambazo mwenzie hataki kubadilika. Kila mtu analalamika na mambo yale yale. Hiki kipindi ni kigumu sana na watu wengi huwa wanavunja ndoa zao. Na kwenye hiki kipindi cha 3 niongelee kwamba siongelei uvumilivu ule wa kuvumilia vipigo, manyanyaso na usaliti wa makusudi. Naomba nieleweke kwamba hivi vitu vitatu havihusiani na hiki ninachokizungumzia. Japokuwa kwenye hatua ya 3 usaliti huwa unakuwepo, lakini sio usaliti wa kukuonyeshea dharau, sio usaliti wa kufanyika kwa makusudi, sio vipigo ambavyo havina sababu, sio kunyanyasika na mumeo bila sababu yoyote. Yani hii hatua ya 3 kunaweza kuwa na usaliti, lakini usaliti ambao ni wa bahati mbaya, sio wa makusudi, sio wa kumuumiza mtu makusudi. Kwa hiyo hapo naomba nieleweke. Hii hatua ya 3 huwa kunajitokeza usaliti ambao pengine wewe mwanamke unaufuma kwa bahati mbaya kwa mumeo. Usaliti unauona, unachanganyikiwa, unafanya nini? Hapa ndipo watu wanapotamani kuvunja ndoa zao. Kwa sababu wewe unapopiga kelele na mwenzio unatamani abadilike, na yeye mwenzio ndio kwanza amechemka huko nje. Amechanganyikiwa kwa sababu kipindi cha pili huwa kinazaa matokeo mabaya kwenye kipindi cha 3. Sijui kama unanielewa. Mwanaume akihisi amepata mwanamke ambaye pengine amsikilize, pengine mwanamke ambaye kuna vitu vitabia fulani hataki kubadilika, yeye anaamua kutafuta mtu nje. Makosa hayo. Lakini wengi ndio huwa inatokea hivyo. Changamoto ambazo anakutana nazo ndani, anaanza kufanya hayo mambo nje kwa sababu anaona kama mke hana namna ya kubadilika. Hiki kipindi cha 3
Ni kipindi kigumu sana, na ndio maana wengi huwa wana give up hapa, anaona mimi siwezi kuendelea. Lakini hiki kipindi cha tatu, kama unapitia usaliti wa makusudi, unapigwa vipigo vya makusudi, unafanyiwa mambo ya kikatili na mumeo kwa makusudi, hivi vitu vitatu vinahitaji msaada tofauti na hiki ninachokiongea. Lakini kama kwenye hiki kipindi cha tatu unapitia usaliti wa bahati mbaya, yani ukishika simu unafuma vimeseji, unafanya nini, na mume wako anajaribu kujitetea, anatetemeka, anafanya nini, wewe elewa kwamba hiki ni kipindi cha mpito tu. Sijui kama umenielewa, nimetofautisha vitu hapo. Kwa hiyo nadhani umenielewa. Hiki kipindi cha tatu unapopitia usaliti wa kuona vimeseji, wanawake wanamtafuta mumeo, ukimuuliza mumeo anatetemeka, anajitetea, yani anaonekana yuko vizuri tu, lakini kutaka kuacha hivyo vimambo inashindikana. Hiki ni kipindi ambacho inatakiwa ukivumilie, kwa sababu hapa ukivuka kwenda kwenye hatua ya 4, ndoa yako hapo itakuwa imara na itadumu. Hakuna kitu chochote kitakuja kuiangusha ndoa yenu. Hiki kipindi cha tatu watu wakishavuka, wakifika kwenye kipindi cha 4, ndio wale unaowasikia wanakuambia mimi saizi hata aje nani siwezi kuvunja ndoa yangu. Kwa sababu pale kila mmoja huwa anasoma udhaifu wa mwenzie, huwa anamuelewa mwenzie na anachagua kuishi na mwenzie kulingana na madhaifu alionayo. Lakini sio madhaifu ya dharau, naomba unielewe, sio madhaifu ya mwanaume kulala nje kwa kuamua tu, kukutendea vitendo tu vya ovyo ovyo. Hiyo inahitaji msaada tofauti. Kwa hiyo pengine wewe sasa hivi uko kwenye hiyo stage ya tatu. Unaona vitu unavyoviona, lakini mwanaume wako sio kwamba anakuonyeshia, ni vile tu unafuma mambo. Na wewe mwanaume pengine unamwona mke wako akusikii, unatamani kama utafute bi mdogo hivi, unatamani kama umwache hivi, mke wako akusikii kwenye vitu fulani unaviongea mara kwa mara, vitabia vya kawaida. Wewe mwanaume usisamee usaliti, siwezi kukusapoti. Vitabia vya kawaida, mwanamke kuwa kama ana kiburi hivi, kuwa kama ameanza kukuzoea sana, ameanza kufanya nini. Hiki kipindi huwa ni cha mpito. Baadhi ya wanawake wakifanikiwa kujitambua kwamba kumbe natakiwa kuishi na mwanaume 1, 2, 3, hiki kipindi cha 4 utaenjoy. Mwanamke atabadilika, mwanamke atakuheshimu, mwanamke atakusikiliza, mwanamke ataishi hasa kwenye maisha ya ndoa. Kipindi cha tatu sasa hivi kinaleta shida sana upande wa wanawake, kwa sababu ziko kelele nyingi zinasikika sana kwenye masikio ya wanawake sasa hivi. Ndoa, achaneni na ndoa, mwanamke usiolewe, mwanamke usifanye nini. Sasa hivyo vitu ndio vinawachanganya sana wanawake wengi sana. Lakini mwanamke akishavuka hii hatua ya tatu kwenda hatua ya 4, maana yake huwa amekaa, ana umri fulani, amesogea. Kwa hiyo akili zake zinakuwa zimekomaa, kwa sababu kuna vitu amejifunza. Ameshajua kwamba kumbe hiki na hiki na hiki vina umuhimu tofauti tofauti kwenye maisha. Kwa hiyo anaanza kuishi kwenye ndoa akiwa amenyoka. Hiki kipindi cha tatu, usumbufu wa wanawake huwa unaanzia pale ambapo mwanamke anaona kama vile kuolewa kama ni utumwa hivi. Akisikiliza yale maneno anaona mbona kama kuolewa kama ni balaa hivi, mbona kama kukaa na mume mbona kama ni changamoto hivi. Lakini niamini mimi ninachokuambia, mwanamke akishavuka hicho kipindi kwenda kipindi cha 4, maana yake yeye mwenyewe atakuwa amedhamiria na anajua hasa kwamba kumbe mimi natakiwa niishi hivi na hivi na hivi, na kila kitu kina umuhimu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo wewe kama ni mwanamke unapitia viusumbufu kutoka kwa mwanaume, pengine ni usumbufu wa usaliti. Najua usaliti unavouma, lakini ni usaliti ule wa kujificha ficha. Mumeo unamwona anaficha, unamfuma kwenye vimeseji, unafanya nini, unamfuma kwenye namba za simu, unafanya, lakini yeye hajakuonyesha wewe. Sio kwamba hizo ni tabia za makusudi. Hizo ndio tabia za sehemu ya tatu hizi, ambapo ukikomaa hapa ukavuka, ndugu yangu, ndoa yako ukienda hatua ya 4, ndio wale watu wanawashangaga, wewe utasemeje unakaa kwenye ndoa ukisalitiwa? Maana hatua ya kwanza ndio ile ambayo wanawake anakwambia mimi mwanaume akinisaliti naondoka, mimi kikitokea hiki naondoka. Hatua ya pili sasa ndio pale ambapo kila mtu anaanza kujua kumbe nilivyokuwa naviongea vipo na hawezi kuondoka. Sijui kama unanielewa. Tayari anaanza kuona usaliti kwa mumeo, anaanza kuviona vimessage, anaanza kuviona vinamba vya simu vinapiga, anaanza kuviona vinini, anatamani kuondoka hawezi. Hiyo ndio hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa ndio hapo inabidi sasa uvumilie sasa, huku ukitofautisha matukio kama je, hizi ni tabia za kuvumilia au hizi ni tabia za kutafuta usaidizi. Lakini usivunje ndoa yako kirahisi, kwa sababu ukivuka hatua ya tatu kwenda hatua ya 4, hakuna mtu atakayekuja kuvunja ndoa yenu. Na ndio maana mimi nakwambia kuna watu, angalia umri wa ndoa, na ndio maana huwa wanasema umri wa mwanaume, umri wa ndoa huwa unasababisha watu wanakomaa. Mtu mwenye ndoa ya miaka 2 au mwaka mmoja anavoongea, huwezi kumfananisha na mtu ambaye kwenye ndoa na miaka 5 na miaka 6. Mtu mwenye miaka 5 na mtu mwenye miaka 10 kwenye ndoa wanavozungumza ni tofauti, kwa sababu huyu mwenye miaka 5 bado kuna vitu hajavifikia, zile stage ngumu bado hajazipita. Lakini huyu mwenye miaka 10, 15 pengine yeye ameshavuka huko, kwa hiyo kuna vitu vingi amejifunza. Usivunje ndoa yako kiholela.
chunguza, pengine vitu vingine ndio unapitia mtihani ili kuvuka kwenda sehemu ya 4. Sijui kama unanielewa. Usivunje ndoa yako, subiri, tulia, tafuta suluhu, tafuta namna ya kufanya ili ndoa yako pengine inaweza kuendelea. Lakini kama ni masuala ambayo yanahusisha ukatili, wewe kutendewa ukatili na mumeo, wewe kupigwa na mumeo, wewe kudhalilika na mumeo na kufanyiwa usaliti wa makusudi kabisa machoni pako, hicho ni kitu kingine tofauti kabisa, hakitakiwi kushughulikiwa kwa namna hii. Nadhani wewe kama uko kwenye kipindi cha 3 utakuwa umenielewa na umejua kuchuja, maana hiki kipindi cha 3 ni chujio, kinachuja. Kwa hiyo chuja tatizo la kwako wewe ni la namna gani? Je, ni tatizo ambalo inahitaji uvumilie au ni tatizo ambalo linahitaji usaidizi? Kama ni usaliti wa kufuma vimeseji, vinamba vya simu vinapiga vinini, ndugu yangu, tulia kabisa, yani tulia, hata usiwe na haraka ya kuondoka, kwa sababu hivyo ni vitu vya mpito tu. Na ndio maana huyo mwanaume wako bado akili yake bado anaficha. Ukiona mwanaume ameanza kukuonyesha ameenda mbali, manake huyo tayari anahitaji msaada tofauti. Kwa hiyo ndugu yangu, usivunje ndoa, na nadhani kuna kitu utakuwa umekipata hapa.